Tutajifunza somo letu leo ambalo ni somo muhimu sana kwa maisha ya Mkristo. Ni somo muhimu sana kwa maisha ya muamini. Ni somo muhimu sana. Kwa hiyo tutajifunza somo linaloitwa jinsi ya kuomba ili ujibiwe. Jinsi ya kuomba ili ujibiwe. Kwa kama unaandika, andika somo hili, jinsi ya kuomba ili ujibiwe. Jinsi ya kuomba ili ujibiwe. Ni somo muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Ni somo muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Kwa watu wengi wana maswali kuhusu namna ya kuomba na jinsi ya kuomba na kupata majibu ya maombi yao. Kwa hata wewe hapo unaweza kuwa unajiuliza, labda ni kwa nini nimeomba afu sijajibiwa maombi yangu? Je, kuomba sahihi ni kupi? Kwa tutajifunza leo, tutajibu hayo maswali yote. Kwa katika kuomba kuna kanuni za kuomba, kanuni za maombi zipo ambazo sisi kama Wakristo tunatakiwa tujifunze, sisi kama waamini tunatakiwa tujifunze. Na Mkristo yoyote ni katika kujifunza. Mkristo mzuri ni yule ambaye anajifunza neno la Mungu kila siku. Anajifunza neno la Mungu kila siku. Kwa katika kuomba kuna kanuni ambazo Mungu amezifunua kwetu. Katika neno lake Mungu amekuwa wazi sana kwa watoto wake. Katika neno lake Mungu amekuwa wazi mno kwa watoto wake, hajatuficha siri yoyote. Siri zote kaziweka kwenye neno la Mungu. Kwa ni kazi yetu sisi tu kusoma na kumwomba Roho Mtakatifu aweze kutufunulia hizo siri ambazo zimefichika katika neno la Mungu. Kwa hiyo katika kuomba, wanafunzi wa Yesu walikuwa na akili sana. Wakamwambia Yesu, Yohana alifundisha wanafunzi wake kuomba, na wewe tufundishe kuomba. Yesu akafundisha ile Baba yetu aliye mbinguni. Lakini hakuishia hapo tu katika kuwafundisha wao katika kuomba. Aliendelea kuwafundisha na kuwafundisha na kuwafundisha. Kwa leo tutajifunza deep kanuni za maombi katika somo letu, jinsi ya kuomba ili ujibiwe. Okay. Kwamba kanuni ya kwanza ambayo inaweza kuleta matokeo mazuri katika maombi yetu ni kuomba kwa imani. Kanuni ya kwanza, kama unaandika, andika ni kuomba kwa imani. Kanuni ya kwanza ni kuomba kwa imani. Hapa tunajifunza kanuni za kuomba ili maombi yako yajibiwe. Kwamba nitaombaje ili maombi yangu yaweze kujibiwa. Okay. Kwa kanuni ya kwanza ni kuomba kwa imani. Katika kuomba kwa imani pia kuna kanuni zake ambazo Biblia imeweka wazi, neno la Mungu limeweka wazi. Sio kuomba tu kwa imani, lakini katika kuomba kwa imani kuna kanuni zake. Kwa kanuni ya kwanza ya kuomba kwa imani, andika, kanuni ya kwanza, lazima uamini kwamba Mungu yuko. Hiyo ni kanuni ya kwanza katika kuomba kwa imani. Tumesema kanuni ya kwanza ya maombi yanayojibiwa ni kuomba kwa imani. Lakini katika kuomba kwa imani na penyewe pia kuna kanuni zake ambazo sisi kama Wakristo tunatakiwa tuzifuate. Na kanuni ya kwanza ambayo tunajifunza jioni ya leo ni uamini. Lazima uamini kwamba Mungu yuko na kwamba wapa thawabu wale wote wamtafutao. This is the key. Hii ni key. Hii ni ufunguo katika kuomba kwa imani. Okay. Tulijifunza katika somo lililopita katika kutembea kwa imani, na nadhani mnakumbuka tulijifunza kuhusu hiki kitu, lakini tutajifunza pia. Kwa tuangalie Waebrania sura ya 11. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Tunaangalia kanuni ya lazima uamini kwamba yeye yuko, kwamba Mungu yuko na wapa thawabu wale wote wamtafutao. Kwa tunasoma hii sasa, Waebrania 11 mstari wa 6. Anasema hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na wapa thawabu. Anasema na wapa thawabu wale wamtafutao. Kwa tunaweza tukaona hapa kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo umpendeze Mungu, imani is the key. Tulijifunza katika somo lililopita kwamba huwezi kumpendeza Mungu without faith. Huwezi kumpendeza Mungu pasipo imani. Kwa hiyo imani ni muhimu sana. Imani ni ufunguo. Kwa tuliangalia kwamba tukasema kwamba kila mtu ana kiu ya kumpendeza Mungu. Hakuna mtu ambaye hataki kumpendeza Mungu. Lakini
Je, tutampendezaje Mungu? Number one, huwezi kumpendeza Mungu without faith, bila imani. Kwa sasa Bible inatuambia, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Akaweka koma. Je, unamwamini Mungu kwamba yeye yuko? Okay, that's good. That's number one. Number two, ukiamini kwamba yeye Mungu yuko. Mbili, na kwamba unatakiwa uamini kwamba huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Kwa hiyo Paulo anatuonyesha vitu viwili hapa. One, uamini kwamba yeye Mungu yupo. Two, uamini Mungu ni Mungu anayejibu maombi. Ni yeye Mungu anayewapa vitu vyema wale wanaomtafuta. Ni Mungu anayewapa vitu vizuri wale wanaomuomba yeye. Je, unaamini kwamba Mungu anajibu maombi? Je, unaamini kwamba Mungu huwapa thawabu wale wote wamtafutao? Unaamini hicho kitu? Okay. Kwa hiyo tuendelee. Kwa hiyo amini yeye Mungu yuko. Amini huwapa thawabu wale wamtafutao. Amini ahadi zake. Amini neno lake. Kwamba neno lake ni amini na kweli. Amini kila kilichoandikwa humu. Amini. That's the key. Hiyo ni key ya kujibiwa maombi yako. Katika kuomba kwa imani. Namba mbili, tumeona ya kwanza lazima uamini kwamba Mungu yuko. Namba mbili, ukiomba amini umeyapokea. Ukiomba amini umeyapokea. Ukiomba amini umeyapokea. That's the key. Hiyo ni funguo ya wewe kujibiwa maombi yako. Kwa namba 1 tumeona lazima uamini kwamba Mungu yeye yuko. Wapa thawabu wale mtafutao. Na mbili, katika hiyo point hiyo kwamba ukiomba amini Mungu. Amini kwamba umepokea. Tutasoma Marko. Andika Marko sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 24. Marko sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 24. Marko sura ya 11. Marko sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 24. Okay, nitasoma. Nadhani umefika. Marko sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 24. Nitasoma. Biblia inasema hivi: amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Turudi 23 kabla tuende 24. Anasema hivi, wewe twende taratibu ili tuweze kuelewana. Anasema hivi: amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, yeyote atakayeuambia, yeyote, sio fulani, sio innocent, sio fulani. Anasema yeyote atakayeuambia mlima huu, yeyote yule atakayeuambia mlima huu. This is so powerful. Kipindi nasoma huu mstari nikafikiri, why Mungu hakusema mchungaji atakapouambia mlima huu, mwinjilisti atakapouambia mlima huu, askofu atakapouambia mlima huu? No, amesema yeyote atakayeuambia mlima huu. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus. Okay, anasema hivi: amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, yeyote atakayeuambia mlima huu, yeyote atakayeuambia mlima huu. Sasa hapa weka jina lako, tusome wote. Anaanza kusema, amini nawaambia, innocent, ukiuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala usione shaka moyoni mwako, ila unaamini kwamba hayo usemayo yametukia, yatakuwa yako. Je, unaamini kikitu?
powerful word. It can change your life. Kwa namba 1 tumeona yoyote atakayeuamuru mlima huu, yoyote. Mlima inaweza kuwa kitu chochote. Mlima inaweza kuwa ugonjwa, mlima inaweza kuwa kazi yako, mlima inaweza kuwa chochote, ndoa yako. It's a challenge. Anasema yoyote atakayeuambia mlima huu, yoyote atakayeuambia mlima, asiokuwe na shaka moyoni mwake. Yeyote atakayeuambia mlima huu, yeyote atakayeuambia mlima huu, if you believe with your own heart, na usiwe na shaka na hayo ulichokisema, itakuwa. Okay, narudia tena. Anasema, naam, nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, ng'oka ukatupwa baharini, wala asione shaka moyoni mwake, asione shaka moyoni mwake. Asione shaka moyoni mwake. Asione hofu moyoni mwake. Asione woga moyoni mwake. Asiwe na wasiwasi moyoni mwake. Ila amini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa lile neno unalosema kwenye kinywa chako, believe on that. Tunakuwa tunatembea na mstari wa wiki. Tunatembea na mstari wa wiki. Unapokuwa unasema neno, unakiri neno, mfano unasoma, unakiri Zaburi 107:20, ulituma neno lake huwaponya watu katika maangamizo yao. And then unaposema neno hilo, linapotoka kwenye kinywa chako, hilo neno, believe on that. Amini, usiwe na shaka moyoni mwako. Ukisoma labda Isaya 53:5, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi, linatoka kwenye kinywa chako. Believe that word. Amini, usiwe na shaka juu ya hilo neno, nayo itakuwa yako. That's faith. Hiyo ni imani. Kuomba kwa imani. Mstari wa 24 anasema, kwa sababu hiyo, ambao ni 23 sasa. Kwa 24 anatuambia, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Check hizi principle Yesu anazotuambia. Check hizi principle. Ngoja nikuonyeshe kwenye mistari miwili, 23 na 24. Ngoja nikuonyeshe hiki kitu. Kama unaandika, andika hizi principle. Kwenye 23 anasema, you need to speak a word. Atakayeuambia mlima huu, huu ni mlima, hii ni jaribu, huna mtoto, umeshindwa kuconceive, una fibroids, una cancer na kadhalika, iko hapo. Ndoa yako inapitia challenge, uchumba wako unapitia challenge, kazi yako inapitia challenge, biashara yako inapitia challenge, and whatever. And then Bible inasema uambie mlima, speak a word. Ndio maana tuna mstari wa wiki, speak to that situation. Ndio maana nimefundisha jinsi ya kujitabiria mema. Speak a word. Mlima huwezi kung'oka bila kuambia neno. Bible inasema ambia mlima huu. Yoyote atakaye tamka neno juu ya huo mlima, yoyote atakaye sema juu ya huo mlima, itakuwa. Check hii principle. You need to speak a word. You need to speak a word. Unatakiwa useme kwa kinywa chako. Check kitu anachosema Yesu. Amini na waambia, yeyote atakayeuambia, yeyote atakaye. Je, umeshaiambia situation yako? Je, umeshasema na situation yako? Kipindi tuko form 1 zamani, kipindi tuko form 1, kuna nyimbo moja tulikuwa tunaimba. Siku hizi sijaisikia watu wanaimba. Tulikuwa tunasema, simama jitetee mbele ya milima na milima isikie sauti yako. Tulikuwa tunaimba, simama jitetee mbele ya milima na milima isikie hiyo sauti yako. Inawezekana mlima wako. Tulikuwa tunaimba hivyo. Kwa maana yake ni una speak with that situation. Sema na huo mlima. Inaweza kuwa ni challenge yoyote. Speak. You need to speak. That's the principle. You need principle nyingine. You need to speak. Speak a word with faith. Hapa kwenye hii principle ya kwanza ya maombi yanayojibu kuomba kwa imani. Lakini kwenye huu mstari tuna check hii principle without faith. Ile kile unachokiamini, speak with that word. Ndio maana Paulo anatuambia hivi katika Warumi. Anatuambia imani hoja kwa kusikia, kusikia hoja kwa neno la Kristo. Lakini anatuambia hivi, kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu, lakini kwa moyo mtu uamini. So you believe your own, una believe with your own heart. Unaamini kwa moyo wako, and then unakiri kwa kinywa chako. Kwa kile unachokiamini ndicho unachokiconfess, ndicho unachokikiri. Ndicho Yesu anachosema hapa. Anasema nawaambia, yoyote atakayeuambia mlima huu,
ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila anaamini kwamba hayo asemayo yametokea, yatakuwa yake. Hakuna mtu atakayekuja kukusemea neno. Bible inasema yoyote, not innocent, atakusemea neno. No. Wewe mwenyewe speak a word with your own mouth. Kuna watu unajua wamedestroy their lives with their own mouth. Always huwa nasema hivi, huwa nauliza swali, je, unamjua nabii mzuri duniani? Huwa nauliza sana hilo swali. Je, na wewe labda nikuulize, je, unamjua nabii mzuri duniani? Ni wewe mwenyewe. Unajua kinywa kizuri duniani ni chako mwenyewe. Speak with your own situation. Sema kwa kinywa chako. Kipindi unaokoka, hakuna aliyekunenea kwa kinywa, ulisema kwa kinywa chako. Pastor alikuongoza tu kusema, lakini uliamini kwa moyo, and then ukakiri kwa kinywa chako, ukaokoka. With faith ukakiri, hakuna aliyekusemea. With your own mouth. Kwa kinywa chako. Kiri kwa kinywa chako. Sema kwenye hiyo situation kwa kinywa chako, itakuwa. Hakuna atakaye kusemea. Cheki hiki kitu. Ukisoma kwenye Bible yako, utaona hii. Ukisoma wakina Daudi, zile nyaraka wakina Daudi walizokuwa wanaandika, walikuwa wanajitamkia maneno wenyewe. Hakuna aliyekuwa anakuja kuprophesy over their lives. Cheki. Ukisoma Zaburi 91:10, Daudi anasema baya hata nipata mimi, wala tauni itakaribia yangu. Daudi huyo anakuambia sitakufa bali nitaishi ili asimulie matendo makuu ya Mungu. Daudi anasema, yeye ndio anaandika, lakini anajitabiria mwenyewe kwamba sitakufa bali nitaishi ili asimulie matendo makuu ya Mungu. Hakuna atakayekuja kukuambia kwamba hutakufa. Jiambie wewe mwenyewe. Neno la Mungu linasema hutakufa bali utaishi ili asimulie matendo makuu ya Mungu. Jiambie wewe mwenyewe kwamba sitakufa bali nitaishi ili asimulie matendo makuu ya Mungu. Unaona umefail, huwezi. Wa Filipi 4:13, naweza mambo yote katika yeye nguvu. I can do all things through Christ who gives me strength. Upo katika moto, unapita katika maji mengi, katika mito. Unasema Isaya 43:2, kwamba nijapopita katika maji mengi, Bwana atakuwa pamoja na mimi. Nijapopita katika mito, haitanigarikisha. Nijapopita katika moto, sitateketea, wala mwali wa moto hautaniunguza. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwamba unapopita katika moto, hautateketea. Daudi anajiambia katika Zaburi 23, nijapopita, Bwana ndiye mchungaji wangu, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Anajiambia yeye mwenyewe kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nitakapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Anajiambia mwenyewe. Chukua neno la Mungu, anza kuprophesy over your life. Tabiri kwa watoto wako. Wanenee mema watoto wako. Mnenee mema mume wako. Nenea mema elimu yako. Nenea mema kazi yako. Katika jina la Yesu Kristo. You will never fail in your life. You will never fail in your life. Hakuna mlima utakaogoma kwa kuhama if you believe with your own heart. Ukiamini, and then ukasema kwa kinywa chako, itakuwa. Okay. Kwa tuendelee. Kwa tumeona unatakiwa useme kwa kinywa chako, and then usiwe na shaka moyoni mwako, and then amini hayo usemayo yametokea, nayo yatakuwa yako. Narudia tena hizo principle. Number 1, sema kwa kinywa chako. Principle katika mstari. Number 1, sema kwa kinywa chako. Amuru huo mlima ung'oke. 2, usione shaka moyoni mwako. 3, amini hayo usemayo kwamba yametokea, and then yatakuwa yako. Mstari wa 24. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa unapokuwa unaomba, chochote utakachokuwa unakiomba, chochote kile utakachokuwa unakiomba, amini. Chochote unachokuwa unakiomba, amini kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Okay. Kwa hiyo tuendelee na somo yetu. Yakobo anaendelea kutuambia kuhusu hili kuomba
pasipokuwa na shaka lolote, au kuomba pasipo imani. Kwa Yakobo anatuambia tuombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Ukiwa na shaka huwezi kupokea kitu chochote. Kwa Yakobo anatusisitizia sana, anatuambia tuombe pasipo shaka lolote. Tumeona Yesu alivyokuwa anatuambia katika Marko 11:23 mpaka 24. Lakini Yakobo pia anaendelea kutuambia vile vile kwamba tuombe pasipo shaka yoyote. Okay, ngoja tuangalie Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka 7. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka 7. Kama unaandika, andika. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka 7. Nadhani umefika. Biblia inasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye yote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Okay, wani rudie. Anasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atawapa. Kwa hiyo Mungu hapa anatuonyesha, Biblia inatuonyesha kwamba tukipungukiwa na kitu chochote, hekima na kadhalika, tuombe dua kwa Mungu awapaye wote wamuombao. Okay? Kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Mstari wa 6. This is the key point kwa mstari wa 6. Anasema hivi, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lisilochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asizani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Cheki Yakobo anavyotuambia. Anatuambia kwamba ila ukienda kuomba, mstari wa 6 sasa. Ila ukienda kuomba, uombe kwa imani pasipo na shaka yoyote. Kwa maana yake ukienda kuomba, usiombe ukiwa na shaka. Kwa sababu ukiomba ukiwa na shaka hutapata chochote. Kwa Biblia inatuambia tuombe pasipokuwa na shaka. Tuombe pasipokuwa na nini? Na shaka. Tena shaka yoyote. Kwa maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lichukuliwalo na upepo na kupeperushwa huku na huku. Biblia inasema hivi, unapokwenda kuomba usiwe na mashaka na kile ulichokiomba, amini. Kwa sababu ukiwa na mashaka utakuwa kama wimbi la bahari, utakuwa unapeperushwa huku na huku. Upepo huu ukija unakubeba. Upepo huu ukija unakubeba. Upepo huu ukija unakubeba. Cheki anachosema. Anasema pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lichukuliwalo na upepo na kupeperushwa huku na huku. Usipokuwa na imani, utakuwa unapeperushwa huku na huku. Kwa simama mama, simama baba, simama kijana, simama, uwe na imani. Uwe na imani, usiwe na shaka lolote. Ukiomba amini, usihangaike. Kwenye nywele yako inapokuwa, hujisumbuki kwa jambo lolote. Urefu wako hujisumbuki kwa jambo lolote. Unakuwa tu. Usiwe na shaka moyoni mwako. Yesu anamwambia wanafunzi, "Mbona mna mashaka moyoni mwenu? Niambieni mimi. Mnamwamini Baba, niamini na mimi. Msiwe na mashaka moyoni mwenu." Kwa hiyo kama mtu yule asiyezani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Kwa sasa anasema asizani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Kwa labda umeomba hujapokea. Je, uliamini? Je, ukuwa na mashaka? Kama ulikuwa na mashaka, huwezi kupokea kitu chochote kutoka kwa Bwana. Wanaopokea kutoka kwa Bwana ni wale wasiokuwa na mashaka. Ndicho Biblia inachotuambia. Kwa hiyo uombapo usiwe na shaka yoyote moyoni mwako. Ukifanya hivyo, hakika utapokea. Kwa hiyo tuangalie mfano wa Elia na manabii Baali. Elia aliomba bila shaka yoyote na aliamini moyoni mwake. Alifanya hayo kwa neno la Mungu, haikuwa nje ya neno. Kwa tuangalie Wafalme. Andika Wafalme wa kwanza.
Wafalme wa kwanza sura ya 18. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 36. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 36 mpaka 37. Tutaangalia habari ya Elia na manabii Baali. Biblia inasema hivi, nitasoma nadhani umefika. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 36 mpaka 18 mpaka 37. Inasema hivi: ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akasema, Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote, this is the point, kwa neno lako. Usikie Bwana, usikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Cheki point. Elia anaomba akiwa na imani, akiamini kwa imani. Aliomba pasipokuwa na shaka lolote, akisema, Bwana Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Israeli, Yakobo manake, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Elia anatuonyesha kwamba amefanya haya yote kwa neno la Mungu. Kwa alisema pasipo mashaka yote, and then kwa neno la Mungu, and then akaamini. Ikawa mstari wa 38 anasema, na ndipo moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayalamba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Haleluya. Kwa Mungu ni mwema tukiomba kwa kuamini. Kwa kama huna imani, jaza moyo wako na neno la Mungu. Omba Mungu akuinue. Omba Mungu ainue imani yako. Kwa imani katika Warumi 10:17 tulijifunza katika somo lililopita, imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. That's number 1. Kwa kuna imani ya kwanza ambayo inakuja kwa kujaza moyo wako na neno la Mungu. That's number 1. You feed your heart with the word of God. Alafu kuna imani ambayo is a gift from God. Ni karama ya Roho Mtakatifu. Ngoja tuangalie hiki kitu katika Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Andika Wakorintho wa kwanza sura ya 12, tuanzie mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4. Tutaanzia mstari wa 4 na kuendelea. Anasema hivi: basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Mstari wa 6. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini katika kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, mwingine neno la maarifa, Roho yeye yule. Mstari wa 9. Mwingine imani katika Roho yeye yule. Kwa Roho Mtakatifu anaitoa hii karama. Kuna karama nyingi ziko 9 hapo utasoma. Lakini nataka niangalie tu karama ya imani. Kwa ndio maana number 1, hiyo imani number 1 inakuja kwa kusikia. Unasikia neno la Mungu. Una feed your heart with the word of God. Ile faith yako ina grow. Au hapa ninapofundisha mimi, ile faith yako ina grow. Kwa imani inakuja kwa kusikia. That's number 1. Number 2, kuna the gift of faith ambayo ni karama ya imani. Hii unapojazwa Roho Mtakatifu unapewa. Lakini imani huja kwa kusikia. That's number 1. Hicho ndio ninachoongelea. Sasa tunataka imani yetu juu ya Mungu ikue. Itakuwaje? We need to feed our heart with the word of God. Tutakiwa tujaze moyo wetu na neno la Mungu. Feed your heart with the word of God. Let your heart be fed by the word of God until umejaa na kuflow. Moyo wako flow neno la Mungu, jaza moyo wako ili imani yako iweze kukua. Every day feed your heart. Every day feed your heart with the word of God. Okay, ndio tuendelee. Principle namba 2. Kanuni ya pili sasa ya kuomba maombi yanayojibiwa. Tumeangalia kanuni ya kwanza
ambayo ni kuomba kwa imani. Katika kuomba kwa imani tukaangalia principle mbili ambazo ni kanuni mbili ambazo zipo hapa. Tukasema lazima uamini kwamba yeye Mungu yupo na huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Mbili, tukasema usione shaka moyoni mwako unapoenda kuomba. Tukaangalia Marko 11:23 mpaka 24. Tukaangalia na Yakobo. Okay, tuendelea. Kwa principle ya pili sasa, ya kanuni ya pili ya maombi yanayojibiwa ili Mungu ajibu maombi yako, ufanye nini? Mbili, tulishike neno na kuyatenda yapendezayo machoni pa Mungu. Kwa kanuni ya pili, ili Mungu aweze kujibu maombi yetu, tunatakiwa tulishike neno la Mungu na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Tulishike neno lake na kutenda yapendezayo machoni pake. Tuangalie waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 22. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 22. Kwa kama unaandika, andika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 22. Okay, nitasoma. Inasema hivi: na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Haleluya. Okay, anasema hivi: na lolote tuombalo twalipokea kwake. Kwa nini? Okay, cheki ile swali tujiulize. Hapa Yohana ametujibu. Anasema na lolote tuombalo kwa Yesu kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Atajibu. Kwa atatujibu maombi yetu. Why? Kwa sababu twazishika amri zake, maana yake tulishika neno lake na kutenda sawa sawa na neno lake. Yeye Mungu atajibu. Na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. It's so powerful. It's so powerful. Kwa maana yake sasa hapa anachotuambia tulishike neno lake. Amri zake ni neno la Mungu. Hii ni amri za Mungu, ama neno la Mungu. Kwa anasema sasa tuzishike hizo. Na tukizishika hizo, tuombe lolote, atafanya. Lishike, that's number 1. Litende. Lakini huwezi ukatenda neno kama halijakaa ndani yako. Utafanyaje kitu ambacho ukijui? Kwa maana yake utatenda neno likisha jaa ndani ya moyo wako. Ndio maana always nasisitiza, you need to fill your heart with the word of God. Unataka ujaze moyo wako neno la Mungu. Kwa nini? Huwezi ukatenda kitu ambacho hujajaa ndani ya moyo wako. Kwa hiyo soma neno, likae hapa. Likisha kaa kwenye fahamu, linajaa ndani ya moyo wako. Likisha jaa ndani ya moyo wako, litaanza kutoka nje, kwa sababu kimtokacho mtu ndicho kilichojaza moyo wako. Kwa hiyo you need time ili kujaza moyo wako na neno la Mungu. Take time to feed your heart with the word of God. Bila kutake time to feed your heart with the word of God, tuko kwenye danger. Kwa sababu shetani anachotaka, shetani yuko very tricky. Kwa hiyo kwa hiki kitu, mioyo yetu inapenda kujua vitu vingi sana. Inapenda kujua vitu vingi mno. Kwa hiyo mioyo yetu ina shauku ya kufahamu kila kitu duniani. Niko nini kimetokea. Hata kama una safari kwenda kazini, ukipita ukikuta watu wamejazana sehemu, wanashangaa na utaacha safari uende ukashangaa nini kimehappen, kwa sababu moyo wako una shauku ya kujua kila kitu ujue. Kwamba nini kimehappen. Ndio maana hata shetani akatuletea addiction. Ni kwamba tunakuwa labda addicted na vitu fulani, na umbea na kadhalika. Yaani the problem is, tatizo ni kwamba tunataka tufahamu kila kitu ambacho nini kimetokea. Kila kitu lazima tufahamu. Yaani moyo una shauku, ukilala bila kusikia nini kimetokea duniani. Usikie fulani amefanya nini? Moyo unawasha, yani ni asili. Lakini moyo ulivyo hautaki usikie. Mungu anasema nini? Kwa unatakiwa utrain moyo wako, utrain mind yako. Iache kwenye kutafuta
udaku unasemaje, mambo ya dunia yanasemaje, lakini train moyo wako, train your mind, itake kusikia Mungu anasema nini. Asubuhi kiamka utake kusikia Mungu anasema nini. Jioni utaka kulala ujue kwamba Mungu anasema nini. You need to feed your heart with the word of God. Okay. Kwa hiyo neno la Mungu ni nguzo katika maisha yetu. Kwa hiyo tulishike na tutende sawa sawa na neno lake. Na lolote tutakaloliomba tutalipokea. Kama tutalishika neno lake na kutenda sawa sawa na neno lake, tukiomba lolote, yeye Mungu atafanya. Amplified New Living Translation katika huo mstari wa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari 22. Tutaenda kusoma kwenye Bible inaitwa New Living Translation. Imeandika vizuri sana huo mstari. Inasema and we will receive from him whatever we ask, because we obey him and do the things that please him. Okay. Anasema hivi, tutapokea kutoka kwake tukiomba. Kwa nini? Anatoa sababu, because we obey him. Kwa sababu tunamtii na tunafanya vile vitu ambavyo vinamplease, and do the thing that please him. Glory to God. Kwa maana yake tukiomba tutapokea. Why? Because we obey him. Why? Unamobey how? By the word of God. You obey his word. Unaobey neno lake. You will receive. Asikudanganye mtu chochote. You can't receive from him if you don't obey him. Hata iweje, asikudanganye mtu chochote. You need to follow the principle. Kuna principle ambazo zina work in the physical world, and the principle ambazo zina work in the spiritual world. The principle ambazo zina work in the physical world zina work in the physical world peke yake. They doesn't work in the spiritual world. Gravitational law ina work in the physical world but does not work in the spiritual world. Law of rotation ina work in the physical world but not in the spiritual world. Gravitational force, tukirusha hii kalamu inarudi chini. That's gravitation. Called gravitational law. Lakini Jesus alibreak your law, akapaa under the spiritual laws. Okay. Kwa spiritual laws, sheria katika ulimwengu wa roho zina work in the spiritual world and the physical world at the same time. Sheria za ulimwengu wa mwili zina work in the physical world but not in the spiritual world. Lakini sheria za ulimwengu wa roho zina work katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. That's so powerful. That's so powerful. Jesus akatembea kwenye maji, akabreak Archimedes principle, akabreak the law of rotation na other laws, akawalk. Why? Principle iliyomfanya Jesus atembee juu ya maji ni ipi? Iko katika spiritual world. Ina work in the spiritual world and then it work in the physical world. Kwa lazima follow principle. But we receive by saying amen. No, we receive by following the principle, by following laws in the spiritual world. Lazima principle tufuate. Wachawi wana principles zao, they can't break the laws. Kuna principles za kufuata. Maombi, kujibiwa maombi kuna principle. We need to follow. Ndio hizo nacho kuonyesha. Number 1, uombe kwa imani. Number 2, nishike neno lake. Na utende sawa sawa na neno linavyosema. Hizi ni principle. Hizi ni principle. We need to walk. Ndio neno lake linavyosema. We need to walk on them. Yohana hapa anatuambia, aliyependwa na Yesu, we need to obey him. When we obey God, we will receive from him. New Living Translation imeandika vizuri. Narudia hiki kitu. Anasema we will receive from him. We will receive from him whatever we ask. Hallelujah. We will receive from him whatever we ask. Why? Because we obey him and do the things
that please him. This is so powerful. So, ili you receive, you need to obey him. If you receive, unatakiwa ufanye vitu ambavyo vinamplease. Kama unafanya vitu ambavyo vinamplease, you can receive. Hallelujah. Glory to God. Amplified Bible. Amplified Bible ameandika hivi, umstari, ameandika vizuri. Anasema hivi, utaenda kusoma. Amplified alivyoandika. Utaenda hata kwenye, kama una Amplified Bible unaweza kaenda Google, andika huo mstari, 1 John chapter 3:22, andika Amplified Bible Classic Edition. Utaenda ingia Google and utaandika huo mstari utaona. Au kama hata New Living Translation huna, utaandika 1 John chapter 3:22. Utaandika New Living Translation kwenye Google, utaiona. Utasoma. Kwa nasoma hapa Amplified Bible inavyoandika. Amplified Bible ameandika hivi. Anasema whatsoever we ask. Hallelujah. Chochote tunachokiomba we receive. Chochote tunachokiomba we receive from him. Because ametoa sababu. Chochote tunachokiomba whatsoever we ask we receive of him. Why? Because we keep his commandments. Hallelujah. Cheki kitu. Yohana anatuambia in the New Testament, not the Old Testament, the New Testament. Whatsoever we ask, we receive of him. Why? Because we keep his commandments. Chochote tutakachokiomba tutapokea. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumezishika amri zake. Tunazitii amri zake. Tumeziweka ndani ya moyo wetu amri zake. And do the things that are pleasing in his sight. Kwa hapa kuna vitu viwili tu hapa ambao anaongelea. Hapa kuna principle mbili ambazo anaziongelea Yohana, ambazo tunaziangalia kwenye hii. One, we need to obey him. Tutii neno lake, tushike neno lake, tutembee kwenye neno lake. And then tukishafanya, ameanza in series. The sentence ya kwanza msema why? Because we keep his commandment. That's the sentence number 1. Why? Tunashika amri zake. And then sentence ya pili anaunga na anasema and. Anaweka and na. Do those things that are pleasing in his sight. Sentence mbili. Na zina maana mbili tofauti. So we keep his commandment, that we have to do the things that are pleasing in his sight. Itakuwa ni very easy to receive what we ask. Hallelujah. Glory to God. Ili Swahili, Bible ya Swahili imeandika vizuri pia. Wewe nirudie ya Swahili. Anasema hivi, na lolote tuombalo twalipokea kwake. Why? Ameweka koma pale. Kwamba lolote tuombalo twalipokea kwake. Why? Kwa kuwa twazishika amri zake. Koma. Sentence mpya inaanza. Kwa tunapokea kwa nini? Kwa sababu tumelishika neno lake. Tunapokea why? Kwa sababu tumezishika amri zake. Sentence number 2. Na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Okay. Anasema tukifanya hivyo, tuombe lolote, tunapokea kwa sababu we do that. We obey him. Tumekeep his commandment. Na tunafanya yale ambayo yanampendeza yeye machoni pake. Hata ukiwa na mtoto nyumbani, mtoto ambaye utakuwa unampa kila kitu anachotaka, ni yule ambaye anakutii, anashika neno lako na anafanya sawa sawa na wewe ulivyomwagiza. Atapata. Wewe tu mwenyewe ukiwa nyumbani na watoto, utampa yule mtoto ambaye anashika neno lako. Ukimwambia unakuta amefanya na anafanya sawa sawa na vile ulivyomwagiza. Utakuwa na mjibu very easy. Na Mungu the same. Ndicho anachosema kwa neno lake. Okay, hiyo ni principle namba 2. Twende principle namba 3. Inakata. Okay. Ikikata mjoin tena. After 1 hour uwe nakata. Okay. Tunaenda kanuni ya 3. Bado. Kanuni ya 3. Okay. Tuendelee kanuni ya 3 sasa. Kanuni ya 3, kwa nini maombi yetu yajibiwe? Kanuni ya 3. Maombi yetu yajibiwe. Kanuni ya 3, jinsi ya kuomba. Nadhani tunaelewana. Tunapata point hapo. Tutajifunza tu taratibu, utaelewa. Utaelewa. Kwa sababu lazima tulishi neno la Mungu, lazima tujifunze zile basic principles za Christianity.
Lazima tujifunze hivyo vitu. Lazima tujifunze hivyo vitu. Ndio kifikia tu mtoto wako anabii attack ni nyumbani, unasimama unaanza unaweka mkono unakemea without innocent, without anybody. Una stand, unakemea na anakuwa huru. We need to reach that level. We need to reach that level. Yeah. Kwa hizi principles ambazo nakwambia you need to follow them. This is the word of God. I teach you life. This is the word of God. Okay. Principle number 3, kanuni ya 3. Ili uombe maombi Mungu ajibu maombi yako. Omba kwa jina la Yesu. Kwa principle number 3 ni uombe kwa jina la Yesu. Omba kwa jina la Yesu. Kuna mstari ambao naupenda sana kutoka Matendo. I love this verse. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Fungua Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Naomba anasemaje? Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Yeah. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Anasema Anasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Okay. Anasema hivi, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwao. Ni jina la Yesu Kristo pekee yake. Hallelujah. Okay, narudia tena. Anasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Hakuna wokovu. Hakuna wokovu katika mwingine yote. Hakuna wokovu katika mwingine yote. Hakuna wokovu katika mwingine yoyote. Hakuna isipokuwa kwa Yesu Kristo. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwao. Hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwao. Tunaokolewa kwa jina la Yesu. Hilo jina tu ambalo sisi tumepewa. Ni hilo tu jina ambalo tumepewa tuliite. Unataka kuokolewa? Ita jina hilo. Ni jina tu ambalo sisi tumepewa. Hapana jina jingine alilotupa sisi wanadamu. Ni hilo tu. Na hilo jina ndio linalotuokoa kwenye magonjwa, kwenye tabu, kwenye shida, kwenye dhambi. Ni hilo jina la Yesu. Ni jina la Yesu pekee tulilopewa sisi wanadamu. Ukiwa kwenye shida, liitie hilo jina. Ukiwa kwenye magonjwa, liitie hilo jina. Jambo lolote ufanyalo, ufanye kwa jina la Yesu. Jambo lolote ufanyalo, lifanye kwa jina la Yesu. Tuangalie Yohana 14 mstari wa 13. Yohana 14 mstari wa 13 na 14. Yohana 14 mstari wa 13 mpaka 14. Anasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Okay. Yesu alikuwa very clear. Hapa anajibu swali ambalo tulikuwa tunajiuliza kwamba Mungu atajibuje maombi yangu. Hapa Yesu anatuelekeza. Anasema nanyi mkiomba lolote. Anasema nanyi mkiomba lolote kwa jina langu nitalifanya. Mama, baba, ukiomba jambo lolote kwa jina la Yesu, yeye ni mwaminifu, atalifanya. Anachotaka tuomba kwa jina lake. Omba kwa jina la Yesu. Atajibu. Atajibu. Unahitaji kuomba kwa jina la Innocent. Innocent hana chochote, hawezi kukuokoa. Hakuna jina lingine lolote ambalo unaweza kuokolewa isipokuwa Jesus. Yesu peke yake. Anasema ukiomba lolote kwa jina langu mimi, Jesus, Yesu Kristo wa Nazareth. Ukiomba kwa jina langu, nani? Yesu. Anasema nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Kwa Mungu anachotaka atukuzwe kupitia Kristo, atukuzwe kupitia Mwana wake. Mstari 14 anasema mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Yesu ameahidi kwa neno lake.
Mstari wa 14 cheki hicho kitu. Anasema ukiliomba neno lolote kwa jina langu mimi nitalifanya. Hiyo ni promise ambayo ni general. Unaweza kuitumia kwenye hitaji lolote unalolitaka. Kwenye Holy Spirit Connect huo mstari ni very common. Kwenye hitaji lolote huo mstari unahitaji mtoto, tumia huo. Mwambie Yesu, ulisema katika neno lako, tuombe neno lolote kwa jina lako utalifanya. Unataka mchumba, tumia huo. Mwambie Yesu, ulisema tuombe neno lolote kwa jina lako utalifanya. Na mimi nakuja mbele zako ninaomba kwa jina la Yesu Kristo. Upo kwenye addiction, omba kwa hilo jina. Mwambie Yesu, nifungue na hii addiction kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina lake. Atalifanya. Ameahidi yeye, amesema ukiomba jambo lolote kwa jina lake atalifanya. Okay. Wewe tuangalie mifano. Tuangalie Yohana 16. Yohana 16:23 mpaka 24. Yohana 16:25. Yohana 16:23 mpaka 24. Anasema, tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Okay. Anasema hivi. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Check this the point. Amesema vitu hivi. Anasema amini, amini. Okay, na Yesu amekwambia amini, amini twice. Yuko very serious. Anamwambia amini, amini nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Unaona Yesu anapotuambia tukiomba neno lolote kwa Baba kwa jina lake atatupa. Kwa jina la Yesu is a pass. Linatupa access kwenye vitu vya mbinguni. Huwezi ukareceive vitu vya mbinguni without that name. Kwa neno la Mungu ni kama funguo ya kufungua vitu vya mbinguni. Kwa hizi funguo ambazo nakupa, nimekupa namba 1 faith, namba 2 the word of God, namba 3 the name of Jesus. Hizi ni funguo ambazo unaweza kufungua ukapata kitu chochote ambacho cha mbinguni unachotaka. Nimesema namba 1 is faith, imani. Namba 2 is the word of God. You need to believe and to walk according to his word. According to his commandments. Obey him, praise him. This is a principle. Okay. Kwa anasema sasa mkiomba kwa Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Kwa uwezo ukaenda ukapata access kwa Mungu Baba without Jesus. Ndicho nilichokuwa natuambia katika Yohana hiyo. Sasa mimi ni njia, kweli na uzima. He the way. Ndio hawezi kwenda kwa Baba without me. Who? Jesus. Ndio hawezi kwenda kwa Baba bila Yesu. Kwa Yesu ni njia. Lakini sasa hapa anatuambia hamwezi mkaomba lolote without my name, hampati. Lakini mkiomba jambo lolote in my name mtapokea. Mstari wa 24. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Furaha yenu iwe timilifu. Hallelujah. Unataka ufanye makuu, use that name, tumia jina la Yesu. Unataka kutenda makuu, tumia jina la Yesu. Okay. Watu tuendelee. Ukiomba jambo lolote kwa jina la Yesu Kristo, yeye atafanya ili Mungu atukuzwe katika Kristo Yesu. Tuangalie mfano wa Petro, Yohana na yule kiwete katika Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 9. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 9. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 9. Anasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Mstari wa 2, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mstari wa 3, mtu huyu akiwaona Petro na Yohana akiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema,
tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi akisimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamuona akienda akimsifu Mungu, wakatambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa mshangao, wakastaajabia mambo yale yaliyompata. Okay. Glory to God. This is the power of testimony. Check it here. Hii testimony inafundisha the power in the name of Jesus. Huu shuhuda unatufundisha nguvu iliyopo katika neno, katika jina la Yesu. So ngoja tuangalie mstari wa 6 wa 5. Mstari wa 5 anasema akawaambia, anasema akawaangalia akitarajia kupata kitu kutoka kwao. Mstari wa 6. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Cheka alichosema hiki kitu Petro. This is so powerful. Akasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, simama uende. Bele kiwete akasimama na miguu yake katiwa nguvu. Akasimama. It's so powerful. Petro anasema sisi hatuna fedha, hatuna dhahabu, hatuna mali yoyote, hatuna chochote cha kukupa. Lakini we have the name of Jesus. Kuna jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote. Hakuna jina lingine tuliopewa sisi wanadamu litupasalo kutuokoa. Ni hilo jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah. Kwa Petro alitenda makuu kwa hili jina. Akasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, simama na uende. Use that name, mama. Use the name, baba. Use that name. Use it. Tumia hilo jina. Lina nguvu. Mapepo yanaondoka kwa hilo jina. Pepo zinakimbia kwa hilo jina. Watu wanapokea miujiza kwa hilo jina. Use the name. Jifunze anza kupractice kutumia hilo jina. Anza kupractice kidogo kidogo. Hata kama ulikemea it doesn't happen, usikate tamaa. Use it. Tumia tena. It works. Tumia na tena. It works. Akina Petro, ukisoma historia yao, cheki kule nyuma. Kuna siku kina Petro, Yohana, Yakobo na wanafunzi wengine wa Yesu wote walikuwa, kina Yuda, kina nani walikuwa wote. Wakaletewa mgonjwa aliyekuwa na pepo, apepagao, walikemea toka asubuhi mpaka jioni in the name of Jesus, na haikutoka. Lakini sio kwamba walikata tamaa. Hapo wamekutana na mtu mwingine ni kiwete, ana shida, hatembei. Wakamwamuru kwa hilo jina. Walishindwa juzi, lakini leo wameweza kumnyanyua. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Usikate tamaa. Use it. Hata kama jana ulishindwa, tumia leo. Ita mara 10 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jina la Yesu ni ngome imara. It can protect you. Jina la Yesu ni silaha. Use it. Jina la Yesu linakuprotect. Ni kinga. Hakuna kitu kingine tulichopewa sisi wanadamu isipokuwa that name of Jesus. Lina nguvu ya kufufua. That name. Wakina Petro walifufua wafu in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo wafu wakafufuka kwa hilo jina. Tumeona kina Petro wamefufua, wameponya wagonjwa kwa hilo jina. Pepo zimetoka kwa hilo jina. That's the powerful name. Unahitaji kazi, use that name. Tumia hilo jina la Yesu. Unahitaji mtoto, use that name. Weka mkono kwenye tumbo lako. Command your stomach. Amuru tumbo lako likapate kuzaa kwa jina la Yesu Kristo. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume, kuna matumbo yalipokea watoto kwa jina la Yesu Kristo. Watu walipokea afya kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo lina nguvu. Jina la Yesu Kristo linaondoa dhambi. Jina la Yesu Kristo likitajwa pepo na tremble. Likitajwa kuzimu na tremble. Hakuna jina jingine tulilopewa sisi wanadamu chini ya jua, chini ya mbingu. Hakuna jina jingine tulilopewa isipokuwa ni jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Okay.
Kwa hiyo tuendelee somo letu, tumalizie. Kanuni ya 4. Kanuni ya 4 ni kuomba sawa sawa na mapenzi yake. Kwa hiyo Mungu aweze kujibu maombi yako, omba sawa sawa na mapenzi yake. Hiyo ni kanuni namba 4. Omba sawa sawa na mapenzi yake. Mungu amesema katika neno lake kwamba tukiomba sawa sawa na mapenzi yake, yeye atatusikia. Kwa hiyo tuangalie hii waraka wa Yohana. Turudi kwa Yohana tena. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Yeah. Anasema, na huu ndio utajiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Yeah. Yeah. Okay. Unasikia anachotuambia? Anasema na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. This is so powerful. This is so powerful. This is so powerful. Huu ndio ujasiri tulionao sisi wa Kristo, kwamba tukiomba kitu chochote sawa sawa na mapenzi yake, yeye Mungu anatusikia. Tukiomba kitu chochote sawa sawa na mapenzi yake, yeye Mungu anatusikia. Lakini kuna jambo la kujiuliza. Kuna jambo la kujiuliza hapa. Kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu ni nini? Wewe tuangalie tafasiri nyingine za Biblia zimesemaje. Tuangalie Amplified Bible. Tafasiri ya Amplified Bible imeandika vizuri sana. Anasema if we are sure that if we ask anything, akaka mabano, make any request according to his will, in agreement with his own plan, he listens to and hears us. We are sure that, kwa tuna ujasiri, tuna uhakika kwamba tukiomba chochote, tukipeleka hitaji lolote kwake sawa sawa na mapenzi yake, according to his will, in agreement with his own plan. Hallelujah. Anasema hivi, if we ask, tuna ujasiri, we are sure that if we ask anything, means to make any request according to his will, kama jinsi yanavyotaka, sawa sawa na yanavyotaka, sawa sawa na mapenzi yake, in agreement with his own plan, katika agreement na plan zake, atafanya. Not out of his plan, not out of his will. Anataka tuombe sawa sawa na mapenzi yake, according to his will, according to his own plan, according to the agreement of his own plan. Mungu atatusikia na atafanya. Sasa tunaangalia kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu ni kuomba sawa sawa na neno lake. Wewe unajiuliza kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu maana yake nini? Kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu ni kuomba sawa sawa na neno lake. Neno lake ndio mapenzi yake. Neno lake ndio mipango yake. Cheki kitu. Neno lake ndio mapenzi yake. Neno lake ndio mipango yake. Neno lake ndio kila kitu chake. Je, unataka kujua mapenzi ya Mungu juu yako? Soma neno la Mungu. Je, unataka kujua mipango ya Mungu juu yako? Soma neno la Mungu. Neno la Mungu ni mapenzi yake. Neno la Mungu ndio mipango yake. Ndio mawazo yake. Ndio kusudi lake. Ndio kila kitu chake. Ndio maamuzi yake. Neno la Mungu is everything. Unahitaji decision ya Mungu kwenye maisha yako? The word of God. Unahitaji mawazo ya Mungu in your life? The word of God. Unahitaji decision ya Mungu kwenye maisha yako? It's the word of God. The word of God is everything. It's life. Okay. Kwa neno lake ni mapenzi yake. Neno lake ni mipango yake. Kwa hiyo omba sawa sawa na neno lake. Hakika utajibiwa. Kanuni ya 5. Tunamalizia sasa. Kanuni ya 5 ili tuanze kuomba. Kanuni ya 5.
Kanuni ya 5 ni kuomba bila kukoma na kuomba bila kukata tamaa. Kuomba bila kukoma na bila kukata tamaa. Hii ni kanuni ya maombi yanayojibiwa. Lazima tuombe bila kukoma. Tuombe bila kukata tamaa. Imekuwa ni principle tangu asili. Mungu anahitaji watu wavumilivu. Ndio maana tunda la Roho ni uvumilivu, upendo. Tunda la Roho ni upendo, utu wema, fadhili, amani, uvumilivu. Kama una uvumilivu, you're not a Christian. Wa Kristo, uvumilivu. Usipende vitu vya haraka. Usipende vitu vya haraka. Una uvumilivu, muombe Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, nahitaji uvumilivu. Nahitaji upendo, nahitaji amani, nahitaji furaha. Nahitaji ile tunda la Roho Mtakatifu likapate kuwa halisi ndani ya maisha yangu kuliko kitu kingine chochote. Uvumilivu is so important katika maisha ya Mkristo. Usipende vitu vya haraka. Shetani is very tricky. Shetani, why shetani anatutrap? Why shetani anapata watu wengi? Do you know why? Sababu ni hii. Kwa sababu shetani ana vitu ambavyo anaonyesha vitu ambavyo ni vya haraka mno. Yaani principles zake ni ngumu lakini vitu vyake vya haraka. Principles za Mungu ni rahisi lakini zinahitaji time, zinahitaji uvumilivu. Kwa sababu lazima kabla Mungu hajakupa kitu anatakiwa anapima moyo wako. He tests your spirit. Sio Mungu tu, hata sisi anatuagiza tusipime kila roho, tusiamini kila roho. The problem is sisi tunapenda vitu vya haraka. Ndio maana Sulemani anasema katika kitabu cha Methali, yeye atakaye utajiri kwa haraka, huo utajiri wake utapungua kidogo kidogo. Sulemani anatuambia kwamba yeye atakaye utajiri kwa haraka, utajiri wake utapungua kidogo kidogo. Kwa principle uvumilivu ni principle ya watakatifu. Ni principle, soma kwenye Bible yako. Soma kwenye giant of faith wote, wakina Ibrahim wote. Mungu amekuja amemwambia you receive, utapokea mtoto. And then akabelieve. Hakuhangaika na Sara for more than 25 years and wait for that promise. Sio rahisi. Sio rahisi. Sio rahisi. Kwa shetani anacho trap ni kutaka vitu vya haraka. Ndicho shetani anacho trap. Kwamba umeomba mtoto leo, kesho upokee. Umeomba mtoto leo, kesho upokee. Umeomba gari leo, kesho upokee. It's better to know God's time. God's time is the best time. Kwa Mungu anapenda uvumilivu. Na tusilalamike, na tusilalamike, na tusilalamike. Na tusilalamike. Tuwe wavumilivu na watu wasiokuwa na lawama. Wasio na manunguniko. Kwa sababu wana wa Israeli Mungu aliwaangamiza wote. Why? Walikuwa wananungunika mno jangwani. Kila kitu wananungunika na wananungunika. Mungu anapenda watu wanaoshukuru. Kwa kile kidogo ile maana aliyowapa, Mungu alichotaka ni shukrani kwao. Mungu, umetutoa Misri. Umetutoa kwenye vifungo. Lakini tunakushukuru kwa kidogo ulichotupa. Umetupa mikate, umetupa imana, umetupa nyama. Shukuru kwa hicho Mungu alichokupa. Utaona Mungu atakunyanyua. Katika wale wote waliotoka Misri, wakina Yoshua ndio walifika. Cheki moyo wa Yoshua, ni moyo wa shukrani. Kwa kile kidogo alichopewa, ndicho alichoshukuru. Cheki Mungu alivyomnyanyua. Alivumilia kwa miaka 40 kutoka Misri kuja Kanaani for 40 years. Yusufu anavumilia na Caleb. It's not easy. Wale ambao sio wavumilivu wanataka kurudi kwa sababu wanataka vitu vya rahisi. Subiri, Mungu atakujibu kwa wakati wake. Unataka mtoto usiende kwa waganga kwamba Mungu ameshindwa. Mungu hajashindwa. Ni haraka yako tu. Mungu hashindwi kitu. Kwa wale wote wanaoamini. Ndio maana nasema yanawezekana yote kwake yeye aaminie. Believe, wait. Ndio maana Biblia inasema those who wait upon the Lord, they will renew their strength. Kwa hiyo tuisome hiyo Isaya. Hallelujah, glory to God. Isaya 39. Isaya 40:31. Tunasemaje? Bali wamngojea Bwana
watapata nguvu mpya. Watapaa juu kama mbawa, kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Hii ni promise. Those who wait upon the Lord. Wanaosubiri, wanaokaa katika uwepo wa Mungu. Sasa bali wamngojea Bwana. Wanaomsubiri yeye. Wanaosubiri Mungu atende kwa wakati wake. Sasa bali wamngojea Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kama mbawa kama tai, kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio hawatachoka. Those who wait upon the Lord hawatachoka. Baraka Mungu ikija juu yako, hutachoka. Wala kwa miguu, watakwenda kwa miguu hawatazimia. Hutazimia njiani. This is so powerful. Mvumilivu. Aliye na saburi. Vumilia. Kwenye vitu vya haraka kuna trap. Kuna trap. Shetani ana trap. Uliona alichofanya kwa Yesu? Ameenda kwa Yesu, akampandisha juu ya kilima, akamwonyesha miliki zote na mali zote. Akamwambia, kama wewe ukitaka nisujudie, nitakupa hivi vyote, vitakuwa vyako, vitakuwa chini yako. Kwa Yesu angekuwa anataka vitu vya haraka, angefall on that trap. Angefall on that trap. Kwa hiyo trap, unakutana na trap hii. Umetafuta kazi for 5 years. Alafu unakutana na mtu anakuambia tutembee wote. And then nitakupa kazi. You sacrifice your life. You sacrifice your body. Una hela kwa muda mrefu. Na unakutana na kijana anataka atembee na wewe, au anakulipa. Una sacrifice your body, you sacrifice your life. Why? Unataka vitu vya haraka. But those who wait upon the Lord, they shall renew their strength. They will fly like an eagle. Wait upon those who wait upon the Lord. Wait upon him. Usikate tamaa. Omba bila kukoma. Omba bila kukata tamaa. Atakujibu kwa wakati wake. Bible inasema hivi. Na wote watakaovumilia mpaka mwisho, hao ndio watakaookoka. Kila mtu anaweza kuanza, kila mtu anaweza kuokoka, lakini sio kila mtu anaweza kumaliza vyema. Si kila mtu anaweza kuimba, lakini sio kila mtu anaweza kumaliza vizuri. Kila mtu anaweza kuabudu, anaweza kuhubiri, lakini sio kila anayehubiri anaweza kumaliza vizuri. Kila mtu anaweza kuomba, anaenda kanisani, sio kila anayeingia kanisani na kuomba anaweza kumaliza vizuri. Mungu angalie mwanzo wako. Mungu angalie umeanzaje. Mungu angalie umemalizaje. Ukifanya mabaya mwishoni, Mungu anasahau mazuri yote uliyotenda at the beginning, yanafuta. Ukitenda mazuri mwanzoni, mwishoni, Mungu anasahau mabaya yote uliyofanya at the beginning. That's God. Ndio maana kwa kitabu cha Mithali anasema ni heri mwisho mwema kuliko mwanzo mwema. Heri mwisho mwema. Wait upon the Lord, you shall renew your strength. Wait upon him. You just wait upon the Lord, you shall renew your strength. Wait upon him. Okay. Tuangalie Wathesalonike, tunamalizia sasa. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Amesema hivi. Ombeni bila kukoma. Very simple. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Anasema tu ombeni bila kukoma. Maneno matatu. Ombeni bila kukoma. Full stop. Mstari wa 16 anasema furahini siku zote. 17 ombeni bila kukoma. 18 shukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Msimzimishe Roho Mtakatifu. Kwa furahi siku zote. Furahi siku zote. Ombeni bila kukoma. Na mshukuru Mungu kwa kila jambo. Shukuru Mungu kwa kila jambo. Kila unachopitia mshukuru yeye. Uwe na moyo wa shukrani. Ni mambo mangapi ambayo Mungu amekutendea na hujamshukuru? Lakini umeingia kwenye magumu, umeanza kulalamika. Mshukuru hata kwa hayo machache aliyokutendea. Uwe na moyo wa shukrani. Uwe na moyo wa shukrani.
tunatakiwa tuombe siku zote bila kukata tamaa. Bila kukata tamaa. Yesu katika Luka 18 mstari wa kwanza. Luka 18 mstari wa kwanza. Luka 18 mstari wa kwanza. Luka 18 mstari wa kwanza anasema hivi. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa Mungu anatuambia tuombe, Yesu anatuambia tuombe bila kukata tamaa. Ukiendelea mbele katika mstari wa 2 mpaka wa 8, katika sura hii ya 18, Luka 18 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Kwa hiyo tuendelee ucheki. Yesu anatupa mfano huu wa huyu mama. Anatupa huu mfano wa kuomba bila kukata tamaa na kuomba bila kukoma. Mstari wa 2 anasema hivi, akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Mstari wa 3. Katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipate haki na adui yangu. Kwa huyu mama mjane alikuwa anaenda kila siku kwa huyu kadhi akiomba ili apate haki yake. Apate haki kwa adui yake. Okay, mstari wa 4. Naye kwa muda alikataa. Kwa hiyo kadhi alikuwa anakataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Hallelujah, glory to Jesus. Cheki kitu. Huyu mama alikuwa akienda kila siku kwa huyu kadhi kuomba haki yake, kila siku bila kukata tamaa. Kila siku alikuwa akienda kwa huyu kadhi. Kila siku ingekuwa leo, kila siku nampigia simu, kila siku naenda nampigia na simu, kila siku message unaendelea bila kukata tamaa. Alikuwa anaenda. Kumbuka huyu kadhi hajali watu. Huyu kadhi hamjui Mungu. Cheki kitu. Naye kwa muda alikataa. Kwa hiyo kadhi alikuwa anakataa kumpa haki huyu mama. Na huyu mama akaendelea kupress, akaendelea kupush. Mstari wa 4. Anasema halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu. Mstari wa 5. Lakini kwa kuwa mjane huyu aniudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kukunijia daima. Kwa sasa, kwa sababu huyu kadhi alifuata akachoka. Akasema sasa huyu mama nampa haki yake. Mstari wa 6. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Yesu anawaambia sana wanafunzi, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, ataiona imani duniani? Swali. Je, ataiona imani duniani atakapokuja mwana wa Adamu? Kwa hiyo kama kadhi anaweza kumtendea mama huyu hivi, je, Mungu aliye mbinguni ni zaidi? Kwa hiyo mama aliendelea kuomba ili apate haki yake. Kuomba, kurudi. Japo kadhi amekataa, lakini mama aliendelea kupush until amereceive. Kwa hiyo usikate tamaa, endelea kuomba until umereceive. Usitake vitu shortcut. Omba Mungu atakupa. Omba Mungu tu atakupa. Ukisoma Danieli, namalizia sasa. Ukisoma Danieli sura ya 10 mstari wa 2. Danieli sura ya 10 mstari wa 2. Danieli sura ya 10 mstari wa 2. Sura ya 10 mstari wa 2 anasema, katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Endelee. Sikula chakula kitamu, wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa, hata majuma 3 kamili yalipotimia. Na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hidekeli,
Naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufazi, mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi. Okay. Afu jump mstari wa 12 na 13. Mstari wa 12. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Ya share. Cheki kitu. Danieli aliamua kuomba kwa ajili ya mahitaji yake. Lakini Biblia inasema sasa katika huo mstari wa 12, na ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Kwa siku ya kwanza tu Danieli alipotia ufahamu kuomba, Mungu alimsikia na akajibu maombi yake. Siku ya kwanza tu. Kumbuka huku mstari wa 3, wa 2 na wa 3 tumeona Danieli alifunga, alifanya maombi ya kuomba majuma matatu ambayo ni siku 21. Lakini mstari wa 12 anatuambia malaika Gabrieli anamwambia sasa Danieli kwamba ulipotia ufahamu, maana yake unapoamua kuomba, maana yake umetia moyo wako ufahamu. Ulipoamua kukaa kwenye mkesha kusubiri na kuomba pamoja na sisi, maana yake umetia moyo wako ufahamu. Na Biblia inasema na ulipotia moyo wako ufahamu, maneno yako yalisikiwa, na Mungu akanituma mimi nikuja kujibu maombi yako. Nikuja kuleta majibu yako. Lakini what happened? Kwa nini siku hizo zote nimechelewa nikuja leo? Siku hii ya 21 nini kimetokea? Anajibu katika mstari wa 13. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi, wakuu wa giza, alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Kwa Gabrieli alipokuja kuleta majibu, akakutana na wafalme wa Uajemi, wakuu wa giza hivi hapo juu, wakamzuia. Kwa siku 21 wamemzuia, wamemblock. Tangu siku ya kwanza ambapo tangu siku ya kwanza Danieli ameamua kuomba, Mungu alijibu maombi, akasikia. Gabrieli akaja, lakini Gabrieli akazuiwa. At the second heaven akazuiwa katika na wafalme wa Uajemi hapo juu. Akaanza kufight for 21 days. Je, Danieli angekata tamaa siku ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10 angepata majibu yake? La hasha. Angekata tamaa siku ya 15 angepata majibu yake? La hasha. Angekaa siku ya 20 angekata tamaa? Asingepata. La hasha. Lakini anaendelea kupress. Sidhani kama alikuwa anajua nini kimehappen katika ulimwengu. Sidhani kama alikuwa anajua majibu yake yameletwa, lakini yamezuiwa. Sijui kama alikuwa anafahamu. Lakini Biblia inatuambia majibu yake yalizuiliwa. Kwa kama yalizuiwa katika ulimwengu wa roho ilikuwa ni harisi, lakini katika ulimwengu wa mwili ilikuwa hajapokea. Mfano, Biblia imetuambia kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumeponywa kwa kupigwa kwake, tupo huru. Katika ulimwengu wa roho tumepona, lakini sio harisi katika ulimwengu wa mwili. Still bado una struggle, still bado you feel pain. Je, huo uponyaji wako uko wapi? In the spiritual world. Kwa hiyo unatakiwa upress until you receive your miracle kama Daniel alivyo receive. Haijalishi umechukua siku ngapi. Press and pray until you receive your miracle. Bila kukata tamaa, bila kuchoka. Kwa Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Somo letu liishie hapo.